wa min alamati alqabuli fi Ramadhan, na miongoni mwa alama za kukubaliwa Ramadhan, ziyadatul amali salih ba'da Ramadhan, ni pale mtu anapoongeza amali njema, matendo mema baada ya kumalizika Ramadhan. Miongoni mwa alama za kumuonyesha ya kwamba huyu mu'min, huyu muislamu, Ramadhani yake imekubaliwa, ibada zake za Ramadhani zimekubaliwa, ni pale baada ya kumalizika Ramadhani amali zake anaziongeza, anafanya bidii katika kufanya ibada. Wa innama almuradu an yazida amaluhu salih, na hakika si vinginevyo, kusudio lake, maana yake ni mtu aongeze amali zake baada ya kumalizika Ramadhani. Fatakuna haluhu ba'da Ramadhana, ili iwe hali yake baada ya Ramadhani khairun min halihi qablahu, ni bora zaidi kuliko hali ilivyokuwa kabla. Lakini leo ma'al asafi shadid, Ramadhani imemalizika, msimu wa kufanya kheri umekoma na umekwisha. Yale mambo yote ya kheri watu walikuwa wakiyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, watu wameyaacha. Kwa sababu gani? Kwa sababu msimu wa kheri, muda wa kufanya mambo ya kheri tayari umekwisha malizika. Kumbe ni makosa ambayo tunayoyafanya. Ile Ramadhani ilitakiwa kwetu iwe ni madrasa, ilitakiwa kwetu iwe ni chuo ya kumbadilisha Muislamu kutoka mahala alipokuwa aende mahala kwengine kuzuri zaidi katika kheri. Leo wale matajiri wote ambao walikuwa wakipishana katika kuleta zakawati, walikuwa wakipishana katika kuleta khairat, watafute baada ya Ramadhani aina hum, wako wapi kwa sasa? Imani zilikuwepo, ukienda ukimlilia, kuna mayatima, kuna wajane wanahitaji chakula, wafunge Ramadhani wakiwa na furaha, wakiwa na uhakika wa kula chakula. Leo ukimfuata ukamwambia maneno kama haya, vipi wale wajane, vipi wale mayatima, mbona mumewasahau baada ya Ramadhani? Wallahi utafukuzwa kwenye ofisi ya tajiri huyo kwa matusi na maneno machafu na mabaya. Kwa nini? Ramadhani ndio ulikuwa mwezi wa kheri, lakini baada ya Ramadhani hakuna tena kheri. Watu wamefunga chapter, wamestop katika kufanya kheri. Lakini pia yule ambaye alikuwa akiswali swala tano, swala iliyobaki ni yaumul jumaa, siku ya Ijumaa peke yake. Kwa sababu gani? Umeisha msimu wa kuswali, sasa hivi ni msimu wa kufanya mambo yangu ya kilimwengu na kidunia. Kweli Allah amekwambia wala tansa nasibaka mina dunia, usisahau fungu lako na sehemu yako katika dunia, lakini sio masala ya kutafuta riziki ya kufanya mpaka unaisahau ibada ya Allah. Leo mtu hashtuki kama Ramadhani. Ramadhani alikuwa akisikia tu Allahu akbar, Allahu akbar, hakuna mtu anamshikia fimbo, yeye mwenyewe binafsi taratibu anakwenda zake msikitini, taratibu anaingia mapema, yatawadha, anatawadha, yaqra'u al-Qur'an, anasoma Qur'an, wa yad'u Allah jalla wa ala, anamuomba Allah jalla fi'ala. Lakini Muislamu huyo yuko wapi kwa sasa? Aina huwa. Ina maana Ramadhani ndio ilikuwa ni msimu wa kufanya kheri. Baada ya Ramadhani hakuna kheri yote. Kumbe miongoni mwa alama za kumuonyesha huyu Muislamu ya kwamba Ramadhani yake imekubaliwa ni baada ya kumalizika Ramadhani afanye bidii na juhudi katika kuyafanya matendo yaliyokuwa mema. Fa innahu dalilun ala anna Ramadhana kad athara fi qalbi sahibihi, anapofanya matendo mema baada ya Ramadhani, hii inatupa mwongozo na dalili ya kwamba ile Ramadhani kwake iliweza kuwa imeacha athari katika maisha yake, imemwafekti ili aweze kufanya yale mambo yaliyokuwa mazuri.
Kinyume chake, ikiwa mtu baada ya Ramadhani anayafanya maovu na machafu na mabaya, awali kabla ya Ramadhani alikuwa mzinifu, kabla ya Ramadhani alikuwa ni mwizi, kabla ya Ramadhani alikuwa anakula riba, kabla ya Ramadhani alikuwa anasengenya, msabazi, mbea, mchafu, kila aina ya machafu yuko nayo kabla ya Ramadhani. Lakini baada ya kuingia Ramadhani, haya mambo yote amefanya nini? Ameawacha. Ameacha zinaa, ameacha kula riba, ameacha kusengenya, ameacha usabasi, ili ujue ya kwamba aliyaacha kweli kwa ajili ya Allah. Ni Ramadhani inapomalizika awe ataendelea kuyaacha yale machafu, asirudi kwenye machafu. Lakini ukimwona tu amerudi katika machafu, mzinifu humwambii kitu, kula riba humwambii kitu, kunyang'anya humwambii kitu, baada tu ya Ramadhani, fahamu ya kwamba ina maana Ramadhani haikuwa ya kweli ambayo kwamba aliweza kufunga. Hiyo ndio maana yake. Kwa hiyo muumini ambaye ni wa kweli, aliyeathirika na ile Ramadhani itakuwa ni chanzo cha kumbadilisha na kuingia katika njia ya sawa. Wazadahu imanan wastiqamata, na Ramadhani hiyo itamzidishia imani na msimamo kwa ajili ya Allah jalla fi'ala. Qala jalla wa ala fi kitabi, Allah amesema kwenye kitabu chake, walladhina ihtadaw, na wale walioongoka kwa ajili ya Allah jalla fi'ala, zadahu huda, Mwenyezi Mungu atawaongezea uongofu baada ya kuongoka. Wale walioongoka ndani ya Ramadhani na baada ya Ramadhani wakaendelea na msimamo wao, basi Allah jalla fi'ala atawaongezea kuongoka kwao. Wa atahum taqwahum, na atawapa uchamungu watu hao. Kaangalia Suratu Muhammad aya nambari 17.